Maana tunasema ushindi mzuri kwa sababu mmeenda hatua ya fainali ya kombe la shirikisho. Furaha kubwa ya wana Simba ni walikuwa wanatamani kuona timu yao inatinga fainali. Baada ya kelele nyingi za watani, baada wao kucheza fainali ya shirikisho, wakaanza kuwatambia hatimaye na nyinyi sasa hivi ngoma draw. Kwanza ngoma draw. Pili ngoma draw tunasema. Pili mnaenda kutafuta sasa hivi medali ya mshindi wa kwanza, sio ya mshindi wa pili kama walipopata wao. Lete maneno. Cha kwanza mimi ninachotaka kusema, kwa sababu ule mwaka wa 93 tumefanya kitu kama hiki. Hii ni mara ya pili kuingia fainali katika vikombe vikubwa. Na mara ya kwanza kuingia nusu fainali kikombe kikubwa zaidi. Kwa hiyo Simba si timu ya mchezo kama wanaofikiria. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, nilikwambia hilo goli moja la kwetu lina faida, kwa sababu nusu fainali ni nusu fainali tu. Tangu hao walivyoniuliza nikakwambia nusu fainali kwa sababu wale nao wanacheza, wanachida, wanahitaji kucheza. Kwa hiyo ndio maana unaona hivyo ilivyotokea, na ndivyo. Lakini tunachoshukuru Mungu kwamba fainali yetu tutaimalizia kwa Mkapa. Wana Simba walio wengi sana walikuwa ule mpira wakati unachezwa zile dakika kadhaa hivi, unaona ile pressure ilikuwa inaenda, watu walikuwa wanashindwa kuhimili ile pressure. Matokeo yake mwisho yote hongera kubwa sana ende kwa kocha Fadlu Davis. Game plan ya mwalimu Fadlu Davis. Fadlu Davis ni mwalimu wa mpira mwenye mbinu nyingi. Kwa hiyo nitachezaje? Alisema katika media kwamba kati anaojiwa kwamba nitashambulia, lakini hakufanya hivyo. Matokeo yake tulikuja tukawaheshimu wale wapinzani wetu, baadaye tukaona kwamba goli linaweza likapatikana, halikupatikana, basi tukalinda tulichokuwa nacho. VAR imefanya kazi kwa 100% jana. Ndio, na VAR imefanya kile kilichotokea. Kwa sababu utakuta hata Kibu Denis kweli inaonekana kama alisukumwa, lakini je, kwa uzito na uwezo wa Kibu Denis, je, angeweza kudondoka kwa msukumo mdogo? Na ukikuta sasa wale wenzetu Stellenbosch walivyokuwa ile offside yao, nani VAR amefanya vizuri tu, na penalty yao ni si ya kweli, si ya kweli. Ndio furaha hii sasa inaenda kukutana na, wanasema Simba anaenda kukutana na Balkans ambaye amefuzu tayari na hatua ya fainali baada ya mchezo wa jioni, japokuwa alipotea, lakini amefuzu mchezo wa hatua ya fainali. Mnaenda kukutana naye. Fainali ya kwanza inapigwa kule nchini Morocco, fainali ya pili itachezwa Tanzania. Hatujajua mpaka sasa hivi aidha ni Benjamin Mkapa au itaenda kupigwa Zanzibar tena, maana uwanja wa Benjamin Mkapa bado umefungiwa. All in all, yeye yule atakapo tunakwenda kucheza naye kule Morocco kama kawaida yetu, kwa sababu Morocco tulishafika, tulishacheza pale Mohamed wa 5 na timu kubwa sana kuliko hawa unaona Berkane. Na sasa tunakwenda kucheza nao kule, tutakachofanya tutacheza mpira ule wa kiushindani, lakini hatutaweza kudominate mpira sana. Hata mwalimu analijua hilo. Maana tutatafuta goli moja au goli mbili kawaida, tukikosa tutakuja kuimalizia mechi yetu hapa kwa Mkapa. Zimesikika kauli nyingi sana baada ya mchezo wa jana. Pinpin Kamara achangiwe na mashabiki. Pinpin Kamara ni golikipa bora wa muda wote ndani ya Simba. Pinpin Kamara kama nilivyokuambia, yule anaitwa Musa Kamara ni Musa aliyewavusha wana wa Israeli katika ile bahari ya Shamu. Sasa ukiangalia mtu anaitwa Musa, ujue kuna faida ya mtu yote kumuita namna hiyo. Huyu lazima atawavusha watu. Kwa hiyo yule katuvusha katika ile bahari ya Shamu, anatupeleka katika nchi ya ahadi. Wanasema hili kombe la shirikisho, nyinyi mlikuwa mnalipiga kelele sana, mlikuwa mnasema kombe la loser. Sasa hivi mmeenda finali, mnaona kombe la muhimu na ni kombe la kugombania. Hivi hatuoni kama kulikuwa kuna muda mrefu sana kama tulikuwa tunahitaji kupiga hatua? Hii ndio ilikuwa nafasi yetu sisi kwa upande wa Tanzania, nazungumza kwa ujumla. Kipindi kile wakati tunalizalao kombe la shirikisho, sasa hivi tumeamua kulitolea macho. Hauoni kama ni nafasi yetu sasa hivi sasa kuligombania mara kwa mara ile kombe? Hakuna aliyeweza kulizalao ile kombe. Sema tu kwa sababu nafasi ya mshindi wa kwanza na wa pili waiko kwenye klabu bingwa. Kwa hiyo mtu anayekwenda kucheza kombe dogo kama hili wanasema anacheza loser, lakini zamani ilikuwa loser.
Maana ukitoka kule kama wamekutoa mapema unakwenda kwenye hili dogo. Lakini sasa ni mtu mshindi wa 3 na wa 4 wa hapa Tanzania ndio wamecheza ile shirikisho. Na unaona Simba alikuwa anaijenga timu. Kwa hiyo akaanza kudominate taratibu, anasema anaijenga timu. Nadhani wako kwenye 55% sasa bado anaijenga timu. Kwenye ligi ya ndani au mashindano ya kimataifa yote tuko pamoja. Mwalimu Fadhlu alikuwa lengo lake ni kulijenga timu. Bahati nzuri timu imejipata mapema, tunaona mafanikio. Furaha kubwa sana. Utakuwepo airport baadaye? Airport ninaweza kwenda kuwapokea wa vijana wangu. Sijakuona Zakiem. Zakiem sikuwepo. Kwa sababu nilikuwa na shughuli zangu za kawaida. Actually heshima kubwa na pongezi zende kwa mchezaji ambaye analaumiwa sana lakini anafanya makubwa sana ndani ya Simba. Playmaker Jean Charles Ahoua. Yule mtoto nilikueleza tangu mwanzo. Unapokuwa unanihoji nikasema mtoto huyu hataji. Mtoto huyu haimbwi. Lakini mambo yake ni taratibu. He's a silent killer player. Silent killer player. Jean Charles Ahoua. Bwana, shukrani sana. Asante sana.